ya vitu ambavyo huleta shida kubwa katika jamii ni kitu kinaitwa fedha. Vile watu wataweza kushika na kutumia fedha walizo nazo. Na haya yameleta mapigano, yameleta mpaka kukasirika, yameleta mabishano, yameleta kuachana, kukosa kujua tu ni nani atakaye simamia fedha katikati yenu wawili. So leo tunaenda kuongea juu ya kusimamia fedha na utajiri katika jamii. Finances in the family. Na tutakapokuwa tukiongea juu ya finances katika family, hatutakuwa tunaongea sana juu ya vile zinapatikana, kwa sababu kuna njia mbalimbali za kupata fedha na watu wanatia bidii kabisa. Lakini tutakuwa tunaongea juu ya jinsi ya kuzisimamia, ama kwa Kiingereza how to manage finances in the family. Kwa hivyo karibu tuandamane hadi tamati. Fedha katika jamii huja kwa njia nyingi. Kuna zile huja kwa sababu ya biashara, kuna zile huja kwa sababu watu wameajiriwa, kuna fedha ambao huja kwa sababu ni urithi kutoka kwa wazazi, na kuna fedha ambazo huingia katika family kwa sababu ya donation, kupewa na marafiki, kusaidiwa na marafiki wa karibu ama marafiki wa mbali. Hizo ni njia 4 ambazo fedha huingia katika family. Njia ya 5 ambao fedha huingia katika jamii ni watu kuwa na a joint business. Wakati mko na biashara ambayo iko joint, saa ingine unakuta mko na source ingine ya fedha. Na ni baraka kuwa na source nyingi za fedha ama vyanzo vingi vya fedha. Lakini watu wengi hawajawahi jua jinsi ya kusimamia na kuzitawala zile fedha wanapozipokea. Na ndio sababu nimekuja hapa ndio nikuletee somo hili, pia hasa sana jamii za wanandoa ambao wanaanza. You are starting now to be marriage. Na hili ni somo ambalo linafaa kutolewa katika ushauri wa kabla ya ndoa, ili watu wakiingia katika ndoa lisiweze kuwaletea matatizo. Kwa hivyo ninapoongea kuhusu kusimamia fedha mlizo nazo katika family, nataka kwanza kama mshauri wa kiroho na wa jamii niweze kuleta mtazamo wa kibiblia. Kwanza tuangalie Mungu anaangalia fedha vipi. How does God view money? Sawa? Kwa hivyo nitakwambia point kadhaa katika ushauri huu ambao unashikana na mafundisho, ambazo zitaonyesha vile Mungu anavyotazama fedha. Kulingana na kitabu cha Hagai sura ya 2 aya ya 7 na ya 8, maandiko yanatuonyesha wazi ya kwamba dhahabu na fedha ni mali ya Mungu. Na Zaburi inaonyesha ya kwamba dunia na vitu vyote vilivyomo ni vya Mungu. Inarudi hapo hapo inasema dunia na wote wakao ndani yake ni mali ya Mungu. Ukiangalia Zaburi ya 50 pia inaonyesha ya kwamba wanyama wote wa mwituni na wa nyumbani, hata wadudu wote ni wa Mungu. Na kuna mahali Mungu anauliza watu, kama hao wote ni wangu, akasema akona mifugo katika 1000 hills,
He has cattle on 1,000 hills. Si vile watu wanasema 1,000 cattle on a hill. Hapana. Katika milima 1,000, kila mlima Mungu ana ng'ombe zake. Nataka uelewe, katika Israeli neno 1,000 haikuwa inaeleweka vile tunaelewa 1,000 leo. Neno 1,000 ilikuwa ni the biggest number ile unaweza taja. Kama leo tuna namba huwa tunataja, tunasema billion, tunatoka billion tunaenda trillion. Wakati huo hakukuwa hizo. Ilikuwa the biggest number ile ambayo ungetaja ni 1,000. Kwa hivyo kama angekuwa anaongea leo, angekuwa anasema Mungu ako na ng'ombe zake katika milima trilioni 1 ama zaidi. Kwa hivyo Mungu ni rich. Our God is rich. Na ukiangalia Paul anavyoongea kwa kanisa la Wafilipi sura ya 4 na aya 19. Anasema, and my God shall supply all your needs. Mungu wangu atakutana na mahitaji yenu yote kulingana na wingi wa utajiri wake katika utukufu. Kwa hivyo Mtume Paulo anaamini ya kwamba Mungu ni tajiri. Kanisa la Warumi aliwaandikia waraka na akawaambia kama Mungu aliweza kutupatia the only precious gift aliyokuwa nayo ni mwanawe, atashindwa vipi kutupatia vitu vingine vyote? Petro katika waraka wake wa pili sura ya 1 na mstari wa 5 hapo kuteremka, anaongea juu ya vile Mungu ametukirimia, ametuzunguka na nguvu zake na ametukirimia vitu vyote ambavyo vinahusu uzima huu. Kiingereza inasema things that pertains to life and eternity. Anasema Mungu ashatupatia tayari vitu ambavyo tunahitaji katika dunia hii, na pia ametupatia uzima wa milele. Katika Yakobo 2 mstari wa 5, neno la Bwana linasema Mungu aliwachagua maskini wa dunia hii ili wawe matajiri wa imani. Tunaelewa kwamba imani ndiyo huzaa miujiza ingine yote katika maisha. Kwa hivyo swali tunaloliuliza leo ni Mungu hutazama fedha vipi? Napenda nikwambie mambo kadhaa ama hatua kadhaa ambazo zinaonyesha venye Mungu anaitazama fedha. Number 1. Mungu anaitazama fedha kama mbegu. Na ndio Paulo anasema ya kwamba Mungu anapeana mbegu kwa mwenye kupanda. He gives seed to the sower. Kwa hivyo anaiangalia pesa kama mbegu. Na pia number 2, anaiangalia pesa kama mkate. Kwa hivyo Mtume Paulo anasema kwamba Mungu huwa anapeana mbegu kwa mwenye kupanda na mkate kwa yule atakayekula. Kwa hivyo unapoongea juu ya mkate wa kila siku, unaweza kuwa unaongea juu ya fedha ya kila siku. Kwa hivyo wakati wote Mungu anapokupatia fedha, huwa imeshikana na mbegu ndani yake. Anamaanisha kwamba unastahili kutumia ile fedha, uweke kiasi, uweke kwa kazi yake, uweke kwa sababu ya maisha yako ya baadaye, na uweke kiasi kwa sababu ya kazi fulani ama emergency ambayo ungependa kufanya. Hili ni ngumu, lakini linawezekana. Ukiangalia na kuomba na kumwamini Bwana, with time, maisha ni process, with time itawezekana. Sawa? Kwa hivyo Mungu anaangalia fedha kama mbegu na anaangalia kama mkate. Wakati alikuwa anaongea katika Old Testament,
Anasema cast your bread into many waters, yani tupa mkate wako juu ya maji mengi na utaupata baada ya siku nyingi. Kwa hivyo hiyo inatusisitizia kwamba Mungu anaziangalia fedha kama mbegu ambayo tunafaa kupanda. Number 3, Mungu anaangalia fedha kama jibu. Neno la Bwana katika Old Testament, Ecclesiastes chapter 10 verse 19, inasema money answers all things. Kwa hivyo fedha ni jibu la kila kitu. Kwa hivyo kama family watu hawana fedha, hawana jibu. Okay? Ya mambo mengi ambayo yanahitajika. Ukitaka chakula unahitaji fedha, ukitaka nguo, ukitaka kusafiri, ukitaka viatu, ukitaka kuleta maendeleo, ukitaka kujenga, kununua gari, unahitaji fedha. Kwa hivyo fedha ni jibu. Wakati hauna fedha, hauna jibu. Pointi ile nyingine ni kwamba Mungu anaangalia fedha kama rasilimali. He looks at it as a treasure. Alisema hivi, fedha, treasure, ni fedha ambayo inawekwa katika benki. Na Yesu akasema hivi, put your treasure in heaven. Wekeni fedha zenu mbinguni, mahali ambapo waizi, nondo na kutu haziwezi fikia. Alisema hata waizi hawezi vunja wakazifikia. Kwa hivyo anaona kwamba yes, fedha inafaa kuwa mbegu, ndiyo ipandwe. Inafaa kuwa mkate ukule. Inafaa kuwa jibu la maswali yote ulio nayo. Lakini pia fedha ni treasure, inafaa kuhifadhiwa kwa benki. Na yeye alisema benki ile mzuri ni benki yake. Kwa sababu hizi benki zingine waizi wanavunja na vitu zingine, nondo na kutu wanavamia, wanakula. Na benki yake alisema iko mbinguni. So weka fedha zako mbinguni. Sasa hapo kuna mafundisho ya ndani kiasi. Kwa sababu tunavyoelewa mbingu ni kwamba ni juu, mahali ambapo hatuwezi fika. Juu huko ndege wanapitia kwenye mawingu. Lakini anaposema weka fedha yako mbinguni, mbinguni ni mahali Mungu anakaa. Katika Isaiah 66 aya ya kwanza inasema mbingu ndio kiti cha Bwana na huko duniani ndio anakanyanga. Lakini katika Isaiah 57 neno la Bwana linatuonyesha ya kwamba Mungu pia hukaa hapo pamoja na wale walio wenye moyo wa kunyenyekea na kutubu. Kwa hivyo katika ulimwengu wa roho unakuwa umeketi pamoja na Mungu. Kwa hivyo Yesu anaposema weka fedha yako mahali nondo na kutu hawawezi fika, mahali mbinguni, anamaanisha kwamba weke pahali Mungu yuko. Na Mungu hukaa wapi? Yesu alitufundisha akasema, palipo wawili au watatu wamekusanyika kwa sababu ya jina lake, yeye yuko hapo pamoja na wao. Kwa hivyo mahali Mungu yuko ni mahali kuna fellowship. Ruhusu fedha yako itolewe kama sadaka, ama ruhusu isaidie kazi ya Mungu na watu wa Mungu. Hiyo ndio kuweka treasure yako mbinguni. Hapo waizi hawafiki, waganga, wachawi, nondo na kutu zote hazifiki. Bila shaka baraka yako itarudi. Okay. Kwa hivyo leo tunaongea juu ya fedha katika jamii. Finances in the family. Na tutakapokuwa tukiongea juu ya finances katika family, hatutakuwa tunaongea sana juu ya vile zinapatikana. Kwa sababu kuna njia mbalimbali za kupata
fedha na watu wanatia bidii kabisa, lakini tutakuwa tunaongea juu ya jinsi ya kuzisimamia, ama kwa Kiingereza how to manage finances in the family. Lakini watu wengi hawajawahi jua jinsi ya kusimamia na kuzitawala zile fedha wanapozipokea. Na ndio sababu nimekuja hapa ndio nikuletee somo hili, nikiwa ninaamini litakusaidia wewe na litasaidia hasa sana jamii za wanandoa ambao wanaanza. You are starting now to be in the marriage. Na hili ni somo ambalo linafaa kutolewa katika ushauri wa kabla ya ndoa, ili watu wakiingia katika ndoa lisiweze kuwaletea matatizo. Kwa hivyo ninapoongea kuhusu jinsi ya kusimamia fedha mlizo nazo katika family, nataka kwanza kama mshauri wa kiroho na wa jamii niweze kuleta mtazamo wa kibiblia. Kwanza tuangalie Mungu anaangalia fedha vipi. How does God view money? Sawa? Kwa hivyo nitakwambia point kadhaa katika ushauri huu ambao unashikana na mafundisho, ambazo zitaonyesha vile Mungu anavyotazama fedha. Kulingana na kitabu cha Hagai sura ya 2 aya ya 7 na ya 8, maandiko yanatuonyesha wazi ya kwamba dhahabu na fedha ni mali ya Mungu. Na Zaburi inaonyesha ya kwamba dunia na vitu vyote vilivyomo ni vya Mungu. Inarudi hapo hapo inasema dunia na wote wakao ndani yake ni mali ya Mungu. Ukiangalia Zaburi ya 50 pia inaonyesha ya kwamba wanyama wote wa mwituni na wa nyumbani, hata wadudu wote ni wa Mungu. Akasema akona mifugo katika 1,000 hills. He has cattle on 1,000 hill. Si vile watu wanasema 1,000 cattle on a hill. Hapana. Katika milima 1,000, kila mlima Mungu ana ng'ombe zake. Nataka uelewe katika Israeli neno 1,000 haiko inaeleweka vile tunaelewa 1,000 leo. Neno 1,000 ilikuwa ni the biggest number ile unaweza taja. Kama leo tuna namba huwa tunataja, tunasema billion, tunatoka billion tunaenda trillion. Wakati huo hakukuwa hizo. Ilikuwa the biggest number ile ambayo ungetaja ni 1,000. Kwa hivyo kama angekuwa anaongea leo, angekuwa anasema Mungu ako na ng'ombe zake katika milima trillion 1 ama zaidi. Kwa hivyo Mungu ni rich. Our God is rich. Na ukiangalia Paul anavyoongea kwa kanisa la Wafilipi sura ya 4 na aya ya 19, anasema and my God shall supply all your needs. Mungu wangu atakutana na mahitaji yenu yote kulingana na wingi wa utajiri wake katika utukufu. Kwa hivyo Mtume Paulo anaamini ya kwamba Mungu ni tajiri. Alipokuwa akiongea na kanisa la Warumi, aliwaandikia waraka na akawaambia kama Mungu aliweza kutupatia the only precious gift aliyokuwa nayo ni mwanawe, atashindwa vipi kutupatia vitu vingine vyote? Lakini Petro katika waraka wake wa 2 sura ya 1 anaongea juu ya vile Mungu ametukirimia
ametuzunguka na nguvu zake na ametukirimia vitu vyote ambavyo vinahusu uzima huu. Kiingereza inasema things that pertains to life and eternity. Anasema Mungu ashatupatia tayari vitu ambavyo tunahitaji katika dunia hii, na pia ametupatia uzima wa milele. Katika Yakobo 2:5, neno la Bwana linasema Mungu aliwachagua maskini wa dunia hii ili wawe matajiri wa imani. Tunaelewa kwamba imani ndiyo huzaa miujiza ingine yote katika maisha. Kwa hivyo swali tunaloliuliza leo ni, Mungu hutazama fedha vipi? Napenda nikwambie mambo kadhaa ama hatua kadhaa ambazo zinaonyesha venye Mungu anaitazama fedha. Number 1. Mungu anaitazama fedha kama mbegu. Na ndio Paulo anasema ya kwamba Mungu anapeana mbegu kwa mwenye kupanda. He gives seed to the sower. Kwa hivyo anaiangalia pesa kama mbegu. Na pia number 2, anaiangalia pesa kama mkate. Kwa hivyo Mtume Paulo anasema kwamba Mungu huwa anapeana mbegu kwa mwenye kupanda na mkate kwa yule atakayekula. Kwa hivyo unapoongea juu ya mkate wa kila siku, unaweza kuwa unaongea juu ya fedha ya kila siku. Kwa hivyo wakati wote Mungu anapokupatia fedha, huwa imeshikana na mbegu ndani yake. Kuna kutumia ile fedha, uweke kiasi, uweke kwa kazi yake, uweke kwa sababu ya maisha yako ya baadaye, na uweke kiasi kwa sababu kazi fulani ama emergency ambayo ungependa kufanya. Hili ni ngumu, lakini linawezekana. Ukiangalia na kuomba na kumwamini Bwana. With time, maisha ni process. With time itawezekana. Sawa? Kwa hivyo Mungu anaangalia fedha kama mbegu na anaangalia kama mkate. Wakati alikuwa anaongea katika Old Testament, Ecclesiastes chapter 11 verse 1. Anasema cast your bread into many waters. Yani tupa mkate wako juu ya maji mengi na utaupata baada ya siku nyingi. Kwa hivyo hiyo inatusisitizia kwamba Mungu anaziangalia fedha kama mbegu. Mbegu ambayo tunafaa kupanda mahali kwingi. Number 3, Mungu anaangalia fedha kama jibu. Neno la Bwana katika Old Testament, Ecclesiastes chapter 10 verse 19, inasema money answers all things. Kwa hivyo fedha ni jibu la kila kitu. Kwa hivyo kama family watu hawana fedha, hawana jibu. Okay? Ya mambo mengi ambayo yanahitajika. Ukitaka chakula unahitaji fedha, ukitaka nguo, ukitaka kusafiri, ukitaka viatu, ukitaka kuleta maendeleo, ukitaka kujenga, kununua gari, unahitaji fedha. Kwa hivyo fedha ni jibu. Wakati hauna fedha, hauna jibu. Pointi ile nyingine ni kwamba Mungu anaangalia fedha kama rasilimali. He looks at it as a treasure. Treasure ni fedha ambayo inawekwa katika benki. Na Yesu akasema hivi, put your treasure in heaven. Wekeni fedha zenu mbinguni, mahali ambapo waizi, nondo na kutu haziwezi fikia. Alisema hata waizi hawezi vunja wakazifikia. Kwa hivyo anaona kwamba yes, fedha inafaa
kuwa mbegu ndiyo ipandwe. Inafaa kuwa mkate ukule. Inafaa kuwa jibu la maswali yote ulio nayo. Lakini pia fedha ni treasure, inafaa kuhifadhiwa kwa benki. Na yeye alisema benki ile mzuri ni benki yake. Kwa sababu hizi benki zingine waizi wanavunja na vitu zingine, nondo na kutu wanavamia wanakula. Na benki yake alisema iko mbinguni. So weka fedha zako mbinguni. Sasa hapo kuna mafundisho ya ndani kiasi. Kwa sababu tunavyoelewa mbingu ni kwamba ni juu, mahali ambapo hatuwezi fika. Juu huko ndege wanapitia. Juu huko kwenye mawingu. Lakini anaposema weka fedha yako mbinguni. Mbinguni ni mahali Mungu anakaa. Katika Isaiah 66 aya ya kwanza inasema mbingu ndio kiti cha Bwana na huko duniani ndio anakanyanga. Lakini katika Isaiah 57 linatuonyesha ya kwamba Mungu pia hukaa hapo pamoja na wale walio wenye moyo wa kunyenyekea na kutubu. Kwa hivyo katika ulimwengu wa roho unakuwa umeketi pamoja na Mungu. Kwa hivyo Yesu anaposema weka fedha yako mahali nondo na kutu hawawezi fika, mahali mbinguni, anamaanisha kwamba weke pahali Mungu yuko. Na Mungu hukaa wapi? Yesu alitufundisha akasema, palipo 2 au 3 wamekusanyika kwa sababu ya jina lake, yeye yuko hapo pamoja na wao. Kwa hivyo mahali Mungu yuko ni mahali kuna fellowship. Ruhusu fedha yako itolewe kama sadaka, ama ruhusu isaidie kazi ya Mungu na watu wa Mungu. Hiyo ndio kuweka treasure yako mbinguni. Hapo waizi hawafiki, waganga, wachawi, nondo na kutu zote hazifiki. Bila shaka baraka yako itarudi. Okay? Kwa hivyo Mungu anaiangalia pesa kama treasure. Sawa. Kile kingine, Mungu anaangalia fedha ama pesa kama mali yake. Sawa. Kwa hivyo ikiwa uko na fedha za Mungu, kwa sababu anasema katika Hagai 2 kwamba silver and gold belongs to him. Fedha na dhahabu ni zake. Na kama ni zake, basi ni zake zote. Kama vile wewe ni wake, fedha na dhahabu na mali na pesa yote ulionayo ni yake. Sasa mtu atauliza swali, kama ni yake, basi kwa nini huwa anaitisha fungu la 10? Mungu huwa anaitisha fungu la 10 sio kwa sababu ako na haja na pesa aliyokupatia. Huko kwake hana haja ya kutumia pesa. God does not use your money. Kwa sababu huko kwake huwa anakanyanga gold na the most precious things, yale mawe ya dhamani sana. Yale mawe ya dhamani sana anayakanyanga huko juu. Kwa hivyo hana haja na pesa yako, hata itumia popote. Kwa hivyo wakati anaitisha fungu la 10, huwa ana test mioyo yetu, kama tunaweza kumtambua kwamba yeye ndiye mwenye kupeana, kama tunaweza kumtii anapoguza the very sensitive part ya maisha yetu. Kwa hivyo kama ni yake, anataka tumkumbuke kwamba tukitoa ile fungu la 10, haimaanishi sasa hiyo ndio yake na ile imebaki ni yetu. Hapana. Hiyo tumeitoa kama fungu la 10, inaitwa the act of obedience. Ni kutii, tumetii. Wakati unapotoa fungu la 10, umetii tu neno lake. Na kule kutii neno lake, hiyo fedha umebaki nayo the 90%. Ambapo
wewe na the 90% nyinyi nyote ni wa Mungu. Lakini hiyo uliobaki nayo kwa sababu ya kutii lile neno lililosema toa fungu la 10, 90 inakusaidia, inakufaa. Magonjwa yanaondolewa, shida zinaondolewa na unawekewa ulinzi. Mungu alisema atakubariki mpaka ukose mahali pa kuweka kwa sababu ya kulitii lile neno. Sasa kuna watu waweki focus katika kutii, wanaweka focus katika kile wametoa. Anashinda, mbona nimetoa sana na sibarikiwi? Ni kwa sababu wewe huweka focus yako katika kile umetoa. Lakini nataka ubadilishe focus, uone ya kwamba Mungu haangalii kile umetoa, anaangalia ule moyo wa kutii. Kwamba umetii, kwamba umetii, hiyo inakuletea baraka ya kuweza kuongeza zile uko nazo na kuzilinda. Yule anayeharibu atamzuia ndio asiweze kuharibu mali yako. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo hiyo ni mitazamo Mungu aliyo nayo kwa sababu ya fedha na mali tulizo nazo. Kwa hivyo kama zote ni zake, akikupatia ama akinipatia, tunakuwa wale wanaitwa kwa Kiingereza the second generation owner. Inakuwa kwetu sasa, hiyo ni urithi, ni kuridhishwa. So pesa ulionayo, mali ulionayo ni kuridhishwa, umeridhishwa na Baba yako wa mbinguni. Amekuridhisha tu. In that case, kwa sababu ya kuridhishwa, inageuza identity yako. Unakuwa sasa wewe sio tajiri tu, lakini wewe ni manager wa mali ya Mungu. Manager kwa lugha ya Kibiblia anaitwa steward. Na steward kwa Kiswahili ni wakili. Wakili wa mali ya Mungu. Kwa hivyo unakuwa msimamizi wa mali ya Mungu. So when we come into the family, pana haja ya kuelewa hivyo, ya kwamba fedha zote zilizo katika jamii ni za Mungu. Iwe ni urithi mlipata kutoka kwa wazazi, iwe ni pesa imepeanwa kwenu kama zawadi, iwe ni pesa inakuja kwa sababu ya biashara, ama iwe ni pesa inakuja kwa sababu ya kuajiriwa. Hiyo yote ni ya Mungu. Sawa sawa. Na nyinyi Mungu amewapatia kibali cha kuwa wasimamizi wa mali yake, wasimamizi wa pesa yake. Hilo ulijue sana, maana litakusaidia. Kwa hivyo fedha iliyo kwako, ukiwa mwanaume, ukiwa mke, ni ya Mungu. Sasa katika kila jamii kuna vyenye wanatazama na kusimamia fedha walizo nazo. Na kuna watu wanasimamia vibaya, na kule kusimamia vibaya kuna waletea kukosana. Na ilivyo pesa, nikwambie leo, haipendi kelele. Wakati tu mnaanza kubishana na kunaanza kuwa na kelele katika familia kwa sababu ya fedha, fedha ni kama huwa inasikia, huwa inaenda. Na utajua ni kweli, siku ile mnabishana asubuhi, alafu mnaenda kwa biashara, unakuta biashara inakosa kuleta ile fedha. Kwa hivyo in the family, ni muhimu sana kufikiria juu ya kuchukua pesa kama a third member in the family. Msichukue fedha kama mko wawili, mjue mko watatu kwa sababu ya fedha. Kwa sababu ikiwa pesa ndio itawanunulia kila kitu mnataka, basi mkiwa wawili, mkiwa na pesa, mko watatu. Sawa sawa?
Sasa tuongee juu ya kusimamia. Na watu husimamia kwa namna mbalimbali. Nataka nikupatie namna mbalimbali ambao familia huwa zinasimamia. Alafu nikupe nafasi ya wewe mwenyewe kuchagua namna gani mtakao tumia ama ni njia gani mtakao tumia kusimamia fedha kwenu. Kuna jamii ambazo mzee ndio kila kitu. Yeye ndiye apate pesa na yeye ndio aziweke na yeye ndiye azigawanye venye zinahitajika. Kwa hivyo hata mama akipata anapatia mzee, anamwekea na anamsaidia kumanage, kuzisimamia. Hiyo ni aina moja ya familia. Kuna familia ingine ambaye mama ndiye anasimamia ama mke. Unakuta mzee akipata, hata kama ni mshahara amelipwa kazini, analeta yote nyumbani, anapatia mama amwekee. Wakati zinahitajika mzee anamwambia toa hii, toa ile, toa ile, toa ile. Kwa hivyo mama anakuwa ndiye anasimamia fedha katika family, fedha ya family. Kuna jamii ya tatu ambayo kila mmoja ako na account. Mzee ako na account, mama ako na account. Alafu kila mmoja huchangia kulingana na venye inahitajika katika family. Unakuta kama hakuna fedha ya kusomesha watoto, kama mama ndio ako nayo anatoa, watoto wanasoma. Kama mzee ndio ako nayo wanasoma. Kama hakuna ya chakula hivyo hivyo. Wanazitoa at will, lakini kila mtu ako na account yake. Kuna jamii ya 4 ambayo in this case wako na account 3. Kuna account ya kila mtu binafsi, ya mke anayo, mama anayo, that is wife ako nayo, na wako na account ya 3 inaitwa account ya family, inaitwa joint account. Hapo kwa joint account wamekubaliana kwamba kuwe kunawekwa percentage fulani ya kila pesa mtu ako nayo. Ile mzee anapata, ile mama anapata. Wanaweka certain percentage, hiyo ndio kuwa inatumika katika kusomesha watoto, katika mambo ya familia, katika maendeleo ya family. Ndio mzee akitaka kutumia yake kibinafsi, mama akitaka kutumia ile iliyobaki kibinafsi kwenda salon na kununua viatu na nguo, anakuwa familia haiteseki. Hiyo ni jamii aina ya 4. Kuna aina ya 5 ya familia. Na hii aina ya 5 ni ile ambayo wanachagua mtoto. Yote na mali yote inapewa mtoto asimamie. Na mtoto ndiye atakuwa akiamua ni kitu gani baba atatumia ama ni kitu gani mama atatumia. Kwa hivyo mtoto anakuwa entrusted na hiyo. Sasa sijui kwenu nyinyi ni gani mnaonaga ikiwa mzuri. Kuna ile ambayo inakuwa ni account ya wazazi na watoto. Wamefungua account, alafu wanaweka fedha, kila mtu percentage yake pale. Inakuwa watoto wanaweka hapo, wazazi wanaweka hapo, na hiyo inachangia katika maendeleo ya familia. Sasa nataka nikupe nafasi wewe mwenyewe ufikirie katika hizo 5, aina 5 ya family, which one works for you? Kwa sababu jamii ziko mbalimbali. Kuna ile inayofanya katika kila family. Na Wakikuyu wanasema diakagota ya wakine. Hakuna family unaweza tengeneza ambayo inafanana na familia ya rafiki yako. You make your own family. Unatengeneza familia yako. Lakini kuna kitu ningesema. Kuna watu aina 2 wakati inapofika ni wakati wa kusimamia pesa. Kuna watu ambao ni wagumu sana kutoa. Ni watoaji, ni wepesi sana kwa kutoa. Mara nyingi katika family
watu wawili wameoana, mmoja anakuanga ni ule mgumu sana wa kushika sana zisiende, na huyo anaweza zuia baraka zije katika familia yenu. Alafu kuna wa pili, anaweza kuwa ni mama, anaweza kuwa ni mzee, ambaye anakuwa mwepesi sana wa kutoa. Sasa msipokuwa na hekima ya kusimamia mali zenu, mmoja wenu atakuwa sababu ya kuanguka kwa maisha yenu ya kifedha. Anaweza kuwa ni yule anatoa sana, ama anaweza kuwa ni yule anayezuia sana. Kwa sababu yule anaotoa sana anaweza toa mpaka akaingilia budget ya family, na mkawa sasa katika familia mnateseka kwa sababu ametoa mpaka ikawa si kutoa, ni kutapanya ama kutawanya. Kwa hiyo mnachostahili kufanya ni huyu ambaye huzuia sana alegeze kidogo, akubali itoke. Naye huyu hutoa sana akaze kidogo, aizuie kutoka sana. Sasa muwe na balance. Na njia ya kuwa na balance katika family ni kuwa na account fulani tofauti kabisa inayoitwa account ya emergency. Na hiyo account ya emergency, hapo ndipo mtakuwa mnatoa msaada wa kusaidia ule mtu ambaye kulingana na nyinyi wenyewe mmeketi na mkaona mtu fulani anahitaji msaada. Lakini sasa katika nyakati tunazoishi hivi, kuna kipindi kinakuwa katika maisha hakuna fedha. Ikawa mnataka kuzipanga, lakini hata hizo za kupanga hakuna. Ile inaingia ni ile inaitwa hand to mouth. Inaingia tu kwa mkono, ndio hivyo, imeenda sokoni, imenunua chakula, imeisha. Kile unahitaji kufanya ni kuchukua ufahamu huu, knowledge hii, hekima hii ambayo nimekupatia leo, na umwamini Bwana, kwa sababu milango yako itafunguka. Na Mungu atakapoanza kufungua milango yako, anza kupanga fedha zako hivyo. Lakini Yesu alisema hivi, yule anayekuwa mwaminifu na kile kidogo, baadaye Mungu anamweka juu ya vile vilivyo vingi. Mtu mmoja anaitwa Jim Rohn, katika kuongea kwake anasema hivi, fedha unaweza igawanya mara 3. Na penda nikupe ufahamu huu, ujaribu uone kama kwako utafanya kazi. Unaweza gawanya sehemu ya kwanza ukaipeana kama charity ndani ya kanisa ama msaada kwa watu, manake hiyo huleta baraka. Number 2, akasema ujiwekee fedha fulani ambayo inaweza tumika wakati unahitaji ama wakati wa shida. Number 3, anasema ile inayobaki ndio yako ya kutumia na kuweka katika biashara. Kwa hivyo unakuwa uko na 70% ya kutumia, lakini 30% umeitumia katika na akawa anasema hivi, ni rahisi kuwa na fedha katika family, lakini ni lazima muwe watu wakarimu. Ukarimu katika family, napenda nikwambie, unaletea watu baraka nyingi katika family. Lakini kila kitu kinahitaji mpango. Neno la Mungu linasema hivi, msichoke kuwakaribisha wageni, kwa sababu kwa kufanya hivi wengine walikaribisha malaika pasipo kujua. Kwa hivyo uwe mtu mtoaji, lakini usiwe mtoaji ambaye anatoa mpaka anasahau kubakisha percentage fulani ya family. Sawa sawa? So Mungu anaangalia venye tuna manage pesa alizotupatia. Anakuangalia venye una manage fedha aliyokupatia. Na ikiwa utaimanage kwa uaminifu, alisema hivi, yule ambaye amekuwa mwaminifu kwa kile kilicho kidogo atawekwa juu ya kile kilicho kingi. Ninavyokuangalia, ninavyoamini kuhusu wewe,
ni kwamba utakuwa mwaminifu kupanga hiyo mali ya Mungu aliyokupatia. Na tunapoendelea, Mungu atakuongeza na atakuinua na atakufanya uwe juu ya vilivyo vingi, kwa sababu umekuwa mwaminifu na vile vilivyo vichache. Napenda nikomee hapo kwa leo na nisisitize tena, kuwa mwaminifu. Mungu alisema, try me, mnijaribu kwa jinsi hii, muone kama sitafungua milango ya mbinguni na madirisha niwamwagie baraka mpaka mkose mahali pa kuweka. Akasema, alafu nitamzuia yule alaye asiweze kula baraka zenu. Akaongeza tena akasema, nanyi mtaitwa taifa la kubarikiwa. Hiyo baraka na iwe yako, kwamba jina lako litabadilika kwa sababu ya uaminifu wako katika kumkumbuka Mungu. Na utaniandikia hapo chini na kusema, kwa hakika nimeona Mungu akinisaidia katika usimamizi wangu wa fedha. Basi hadi kipindi kingine kijacho, napenda nikomee hapo na nikwambie, kumbuka kulike, kumbuka kusubscribe, kumbuka kushare. Ni mimi wako, mwalimu na mshauri wa jamii, Mwalimu Filipo, na yote yanawezekana. Mungu akubariki na Yesu akae na roho yako. Asante sana.